Ushirikiano na kumaliza ufisadi umeshamiri kwenye hotuba nyingi za Jumapili ya Pasaka sehemu mbalimbali humu nchini. Na Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Anthony Muheria akiongoza wito wa makanisa kwa viongozi kuwajibikia mahitaji ya Wakenya waliowachagua. Na haya huku yakijiri ni kwamba Wakenya wakitakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanakabili ufisadi. Na Mary Mwoki anaarifu kwenye taarifa ifuatayo. Katika ibada ya Jumapili ya Pasaka katika kanisa la All Saints Cathedral hapa Nairobi. Baada ya ibada hiyo, Kasisi Evans Omolo amewataka viongozi serikalini kuhakikisha wanawahudumia wananchi ipasavyo. Amewarai wanaoeneza jumbe za kuleta mgawanyiko miongoni mwa wananchi kukoma. That mandate to serve in government rests on their shoulders a huge responsibility to ensure prudent management of resources. For we want to ask all the principal secretaries, all the cabinet secretaries to please take into consideration the welfare of the people across all ministries so that Kenyans can get quality service that is commensurate to the tax they pay. Katika kaunti ya Nyeri, Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria amesisitiza haja ya kupiga teke ufisadi. In our nation, in our society, in the judiciary, in the parliament, corruption will be vanquished through God's power and our collaboration. We must commit this Easter to work against corruption. We must root out the root of a lot of the things that we suffer in this country. Aidha, mwenzake wa dayosisi ya Mombasa Martin Kivuva amemkosoa Rais William Ruto kuhusu safari zake za mara kwa mara ugaibuni. National debt inasemekana imepita kipimo. So ni kama wewe una deni na huku naendelea kukopa kwa jirani, kwa banki na benki ile, unaongeza uzito kwa wale unaoishi nao. Kule Eldoret, askofu wa Kanisa Katoliki Dayosisi ya Eldoret Dominic Kimengich ameendelea kuwashauri wananchi katika bonde la Kerio kuishi kwa amani na utengamano. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.